Itifaki imezingatiwa. Karatu people! Karatu wera Karatu wera. Kamu kwa matayo kufipoge kuno. Koila do badarida. Do baba bati. Bari serba karatu angar garwa film kuno. Tiror pro ka diriwa film. Lalai ana yamua ahmi ashigar ka nire ka suraita oiga orio kha khoro na se tike samlu agir ibo Rasulullah ya waqt misal qadisi wa kana lagun arewa lakini khor karatu kunga ma ina danu tie danu ashigar ya kunga ma ina kala watu wa Karatu, sikilizeni. Mimi nimetoka Manyara kuwatia moyo, na nimetoka Manyara kote nilikokuja mpaka hapa. Sijaja kulalamika kuhusu habari ya CCM. By the way, kimsingi hakuna chama kinaitwa CCM Tanzania. Chama cha siasa ambacho kipo Tanzania sasa ni jeshi la polisi. Hata wao wanajua. Ama Karatu ninyi mnasemaje? Tunaendelea kumwabudu mtu ambaye ametangulia mbele ya haki. Tunakosea? Sisi tunaabudu Mungu aliye hai, sio? Hatuabudu sanamu. CCM ni sanamu na alishapenda. Hatuwezi kila siku tukawa tunalalamika. Hii nchi sio ya shangazi yao. Hii nchi ni ya kwetu sote. Karatu, sikiliza. Wakati tunasoma shule tulifundishwa tunu za taifa, sio? Tunu ya kwanza ya taifa uadilifu, sio? Tunu nyingine utu. CCM wana utu. CCM wana utu. Ni mtu gani anaweza kukusanya kodi yako, hatengenezi barabara, wanakaa vikao wanakula hiyo pesa? Ni mtu gani ambaye vyama vya siasa vyote viko huru, vimesajiliwa, vinafanya siasa kwa sababu tu ya kigezo cha kujiweka madarakani? Anasema chama fulani hawafanyi. Wanamkamata mwenyekiti wetu wanamweka ndani kwa sababu mwenyekiti wetu ni mwadilifu na mwenye utu. Kwenye utu ambao tumefundishwa sisi, tunu za taifa, ukisoma ziko kama 6 hivi, sio? Ya kwanza ni utu. Ya kwanza ni uadilifu na uzalendo, sio? CCM ni wazalendo? CCM ni wazalendo? CCM ni waadilifu? Utu pekee wanaojua CCM ukisoma kwenye hizo 6 ni kuongea lugha ya taifa. Hii Kiswahili wanaongea. Tangu mleba nitia. Basi unaona? Mwenyekiti wetu wa wilaya hapa wakili kwa ina hema. Karatu, tukubaliane. Mimi naomba tukubaliane. Tusirudi kwenye kulalamika. Tulikofika twende mbele. Makamu mwenyekiti ametutangazia wa taifa. Mawakili tunao hapa. Maandamano ni haki. Tukishinikiza serikali haramu iliyojiweka kwamba watoke Ikulu. Sisi hatuombi barabara, tuwatoe kwanza Ikulu. Nani amewaweka? Nini mlioweka? Tutaongeje barabara kwa ambaye hatumtambui? Karatu, nani alipiga kura hapa? Nyosha mkono juu. Kuna aliyepiga kura? Wale wasimamizi wa uchaguzi wale, ilifika hatua kilipowaka, alafu wanasema Chadema ndio walisababisha hiyo. Wanamwambia Chakwera, si huyu aliyetoka Sadek, wanamwambia labda ni Chadema. Alafu wanatuambia unajua, msiseme vile vifo na watu waliouawa. Aliouawa nani? Aliouawa nani? Mbona hawatuambii? Tukisema vivyo nakitana malaka na kufimba makara babu kudito kufimba basi ya kule ya atani akotisia tukisawa wanakuwa nchi hii inatakiwa watu wenye ujasiri kama watu wa Karatu. Tunatakiwa tuungane, tutengeneze maandamano ya nchi nzima kushinikiza watoke Ikulu.
wanasema tukiandamana, ambayo maandamano yako kwa mujibu wa katiba, mbunge akichaguliwa, rais akichaguliwa, akienda anashika katiba atubasiri, alafu anashika kitabu cha imani yake, kama ni Biblia ama kama ni msahafu, anasema niko tayari na naapa kulinda. Aishikilia ntizinga ameapa kulinda nini? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema maandamano ni haki ya raia. Sisi tunaweza kuandamana, tusimdhuru mtu. Tunaandamana kushinikiza kudai haki. Peoples. Sasa sikilizeni Karatu. Na ujumbe uwafikie. Safari hii hatutanii. Sio? Na wanawatishia wanasema tutawaua tena. Kwani nyinyi mtabaki milele? Ninyi hamtakufa? Kisha nani atatangulia? Na kwa njia gani? Hata ninyi ambao mnaiba hela za wananchi, si mnaweza mkafa kwa ukimwi? Mnaweza mkaenda mkafanya huko ngono mkafa? Kwani hamtakufa? Sisi bora tufie kwenye haki Karatu. Nimekuja kuwaambia Manyara tuko tayari. Na tumeamua kuungana na ninyi Karatu. Na tutaungana na nchi nzima kuhakikisha mwenyekiti wetu ambaye ni mzalendo na ambaye ni msema kweli anatoka kule gerezani. Yesu hajagombana wala hajafumaniwa. Hajakutwa na mke wa mtu. Hana kesi ya mpaka wa shamba. Ana kesi kwa sababu Lissu ana akili. Lissu yuko tayari kuwasaidia Watanzania, kuwaambia hapa kuna giza. Hao wana wa giza wanataka wote wa Tanzania tubaki kwenye giza. Karatu tukatae. Karatu tukatae hiyo. Because na kama mtanikubalia mwishoni, na kama mwenyekiti wa kanda atanikubalia mwishoni, sisi kama Chadema tuongeze tunu ya 7 kwenye nchi hii, awe ni Tundu Lissu. Wangapi watakubali? Dakaraba Karatu. Na sio ninyi tu, matajiri wa nchi hii asilimia kubwa wanawachangia CCM fedha, alafu wanatuambia sisi tuko pamoja. Tuko pamoja. Kazi zao zote zimeozea store. Na hiyo CCM walioichangia na hawasemei kokote. Bado wamekaa kimya, wanatuambia orokana mambo ya stakabadhi kanani kwa. Sisi mtakana ni mtakana. Tunahitaji kuungana Karatu. Tunahitaji kupambania utu wetu. Tunahitaji kupambania uhuru wetu. Uhuru wa mtu una thamani kubwa kuliko mali. Ama namna gani? Wangapi wananielewa Karatu? Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, tunaelewa Tanzania nzima people. Unajua leo tuna hamu wote. Tubakishiane. Naomba niwabakishie wengine. Anair kutubina hada. Safari yako nyingi sana. Aliki mama wa khailite. Nayo ajiran kundero. An isaba ngoro. Bawa ni gafela na azi hanganis. Niye kudiga baqi go baqa madakhu human. Alafu la dilqa muktano din saylo da diri shemeri ganaiya. Muka hela andi ko burumburi. Yususen ko to tebadi uzanoi. Alafu we kura ga tahika. Kunga bako kata mwenyekiti kumtoko ndo kuruwe. Heba kura ni. Karatu mmesahau kilivyowaka. Alafu wanasema hayo msiseme, wanasema mkisema nyie ndio mliwa. Sisi tuliwasha mwenyekiti. Tundu Lissu yuko nani? Sisi tumewasha wakati John Heche yuko ndani. Ukimnyima mtu uhuru wake, iko siku atautafuta kwa namna yoyote inayowezekana. Kwa hiyo CCM mjue hilo. Na ninyi polisi mjue hilo. Kwa sababu mmenikubalia kwamba, na kama mwenyekiti wa kanda atakuwa amenikubalia kwamba tunu yetu ya 7 kwenye nchi hii atakuwa Tundu Lissu, kwa kweli mimi leo nitalala tena Karatu. Fikiria, jaribu kufikiria. Mtu anakunyima uhuru wa kusema ukweli. Mmesahau juzi hai petroli walisemaje? Wana mafuta ya kutunza nchi kwa muda gani? Miezi mingapi? Baada ya siku ya 3 wanasemaje? Hao watu tukisema hawana akili tutakuwa tunawatukana ama ni kweli? Tukisema hao watu ni uongo na wafitini ni uongo ama kweli? Tukisema hao watu ni karakana ya shetani ni uongo ama kweli? Karakana ya shetani
kwako ndugu yangu, nitakushauri uende ukazini na mke wa mtu. Dhambi hiyo. Hao watu wamevuka kwenye zile dhambi zile ambazo tumezoea, uongo nini. Hao watu wako kwenye dhambi ya kutoa utu na roho ya mtu. Boss. Watu wa Karatu tuwagane. Sasa mshauri mwenyekiti, kuna kitu cha kushangaza tu. Mimi jana nilikuwa hapo Karatu. Mkuu wa polisi wa hapa anatuambia, anawaambia Chadema Karatu, leteni nakala ya hukumu ya mahakama. Yeye anaishi kwenye andaki. Haya mambo si yanafanyika hadharani. Yeye hajaona. Sasa naomba nitume tu salamu kwa mkuu wa polisi wa Babati. Anza kutafuta hiyo nakala ya hukumu mapema kabla mimi sijarudi mkoa. Mimi wala sitakuletea. Lakini mwisho nafikiri huyu mkuu wa polisi hapa anatumia kiswaswadi. Mwenyekiti utaniunganisha naye, nitamnunulia iPhone 16. Ili aone dunia inakokwenda. Because haiwezekani wakati wa kura zinaibiwa wanakimbia na masanduku. Wengine sio vizuri sana alikuwa pesa. Wengine waliovaa zile t-shirt ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wengine kina mama walikimbia wakiwa wamevaa sindiria, t-shirt walitupa. Walivyo wako walitupa, wanaogopa kufa. Kwa nini? Watu wamechukia. Sasa tunawaomba watu Karatu, tukiwaalika kwenda kwenye maandamano ya kudai haki, hata mugni waaliki, wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari Karatu? Hivyo hata huko nyuma wewe nyosha mkono tu. Kwa mbazi yako yenyewe imeozea ndani. Stakabadhi kalani unalima mwenyewe. Hai mato anlafar awe kai dahas kai hes kai kakanus bana hai serikali tukai sisi ndio tunanunua. Alafu wananunua gati ni kunge ni sa tori kwa kunga ni henika hapo fi sasa na bila shule na kungun gus na kunga gus kubura tuidi anis kitaba tuidi wewe to hela ni bato serikali tukai tena ami aiwa kunga ba muzika polisi kana kile basi because simeshamaliza kukopa. Niendelee ama niishie hapo? Nawapenda sana watu wa Karatu. Naomba niishie hapo. Unialike siku nyingine nitakuja. Niweze itifaki naomba uje. Nimemaliza kuongea na watu wa Iraq, Palestina hivyo. Mungu awabariki sana. Asanteni sana Karatu kwa kusikiliza.